mnapaswa kujua ya kuwa hakuna kinachoshindikana. Ni malengo yako na kujituma. Kuna wengi wametoka katika familia mazingira magumu, lakini juhudi ya kujitoa na kufanikisha ndoto zao, siku moja majina yenu yatakuwa katika orodha ya watu walioleta mabadiliko makubwa katika jamii yetu. Kwa haijalishi umetoka familia maskini, kuna mwenzako anakuja shuleni ana hela, wewe unakuja huna hela. Leo unatakiwa uamue kwamba kama hawa watu wameacha hizo pesa zao, wakakula na watoto wao, wakasema tukawaguse watoto wa Mwananchi Sekondari. Wewe ni nani utaki kubadilika? Vitabu ni hazina. Ni hazina kubwa inayobeba maarifa na hekima. Kupitia msaada huu wa vitabu tunaukabidhi leo, tunataka kuwa sehemu ya safari yenu ya kujifunza na kuelekea uongozi wako. Unajua kuna siku utasema kuna wanawake wa Asibu walimtembelea. Kuanzia ile siku nilisema mimi kuanzia leo napiga hatua mpya. Usije ukafikiri tumekuja kucheza muziki, tumekuja kukukumbusha kwamba una safari ndefu ambayo taifa linafanyaje? Linakutegemea. Sawa vijana Taifa linafanyaje? Lakini wangependa pia wapate wahasibu wengi, ila wapate pia wafanyabiashara wengi. Na ili uwe mfanyabiashara lazima pia ujue nini? Hesabu. Sisi kama shule tuseme tu ni upendeleo wa hali ya juu sana. Ujio au ugeni kwetu hapa shuleni, moja liwe fundisho kwa wanafunzi hasa wa kike. Iwe ni chachu ya ninyi kupenda masomo ya uhasibu na biashara, ili baadaye tumpate mwingine tumaini ikiwezekana hapa kwetu. Tukio la namna hii kwanza linatupa motisha sisi wanafunzi namna kujifunza, kwa sababu nikiangalia shule yetu ilikuwa ina upungufu kidogo wa vitabu, lakini kupitia hii tukio la kutupatia vitabu itatusaidia wanafunzi katika ujifunzaji. Kwanza tutaongeza hamasa katika kupambana na kufikia ndoto zetu. Mtu anatamani kusoma, je, anasoma kitabu kipo wapi? Lakini kwa kuwa wasibu kupitia ni wasichana, hivi vitabu alipotupa sisi wasichana tunapata motisha kubwa sana kupitia hivi vitabu. Tunasoma, tunajifunza, na pia tunashukuru sana wasibu